unaitwa TP Fire au Pyramid kwa sababu wenyewe imekaa kwa pembe tatu. Huu moto matumizi yake kwa wakati wa kufanya masimulizi, labda mzee anawasimulia vijana wake hadithi, wanakuwa wanaozunguka huu moto, unakuwa unawapatia joto kali, unakuwa na joto, kwa hiyo wanakuwa wakiendelea kuota moto wakati wa baridi huku wakiendelea kufanya masimulizi. Lakini pia unaweza ukachomea viazi hapo, miogo au mahindi wakati simulizi inaendelea. Na kwa porini husaidia kutoa taarifa mbalimbali hasa kwa wanyama. Ukiwasha huu moto unatoa mwanga mkubwa na pia ina miale mikali, kwa hiyo wanyama wanapata taarifa kwamba eneo fulani kuna kitu kinaendelea, hawawezi kusogea karibu. Ndio huu moto wa TP au Pyramid. Huu moto unatumika kama sehemu ya kuotea, kama ni story au majadiliano. Kwa mfano inaweza pia ikapasha kama vyakula vyepesi, kwa mfano kama kuchoma mahindi pia na mishikaki. Na pia huu moto unawaka kidogo, ambao unatumia asilimia kubwa tunapenda kutumia mabua, unawaka kwa wakati huo kwa muda mfupi pia mazima. Na pia wakati mwingine hutupatia huu moto pia joto pia mwili, wakati kama kuna baridi unakuwa kama umezungusha kijiwala fulani, unakuwa unapata joto. Wanajadili masuala fulani ya kuhusu kama tunafanyaje, tunapita wapi, tunaenda wapi. Mara nyingi huwa anatumika aina moto kama wa design kama hiyo, ili yani kiufupi kwamba unazalisha joto. Viongozi wanakaa pembeni na wanapokuwa wanaendelea kupanga mambo yao vizuri, huku moto huo unawaka mdogo mdogo taratibu kwa kupata joto. Manake ni kulingana na maelezo kwamba moto huu hutumika sana katika nchi za kule Marekani, katika kambi za vijana katika nchi ya Marekani. Ni aina ya moto kama huo ambao unaitwa Council Fire. Asante sana. Mwenye swali kuhusu moto huo? Sasa kwa mfano hatuko kwenye kambi, huo moto utatusaidia? Huu moto huwezi kutumia tofauti na nje ya kambi. Ndio maana hata katika mazingira ya kawaida huwezi kukuta kuna staili ya mtu au kuna nyumba ambayo inaweza kutumia staili ya moto kama huu. Kwa huu wapo unatumika katika kambi kama hizo za vijana, ndio wapo tunatumia moto wa aina kama hii. Moto unaofuata ni moto ambao unaitwa log cabin fire. Moto huu hutumika wakati wa majadiliano, mfano viongozi kukaa kuzunguka huu moto wakiwa na majadiliano mbalimbali. Pia moto huu husaidia katika kipindi cha baridi, watu kusanyika pamoja na kuota moto huu. Moto huu hautumiki kwa kupikia chakula, ni moto wa majadiliano ambao tunaita moto wa majadiliano, au ni moto ambao unasaidia kipindi cha baridi watu kupata. Ni moto ambao unatumika wakati wawindaji wakiwa porini au katika kambi. Uwapa moto unatumika. Uwapa moto unatumika kupashia vyakula au kupatia vyakula joto. Pia moto huu unatumika kuwapatia wawindaji joto wakati wakiwa pale wamekaa wameketi, kuwapatia joto. Pia uwapa moto unaweza ukatumika wakati wa kambi au porini ambapo wawindaji wapo, moto unaweza ukatumika. Asante sana. Kuna swali? Yaani hapa niseme kama nimesema kama kuna inatumika kupashia vyakula. Hapa inaonekana yani labda maji yanachemshwa hivi. Asante sana. Moto huu unaitwa reflector fire, moto wa kuakisi. Pia unawaka kwa kuelekea huku. Unatumika kukaushia vitu, mfano nyama na vitu vingine. Asante. Nakuja hapa. Mwenye moto huu unaweza kutuambia? Huu moto unatumika jikoni kwa kupikia. Unaweza kupikia vyakula mbalimbali unavipenda. Unapanga hivyo hapo unaweka hapa juu vyakula moto unaweka unatumika jikoni. Asante, tunaenda kwenye moto wa mwisho. Huo mchanga lazima uwepo.
Hapo tuliweka huo mchanga kuashiria moto. Tumia oxygen kwanza, unatumika kwa ajili ya kupikia chakula, na kwenye sala kwenye mafuriko hauwezi kuwaka kupikia chakula. Mwenye swali juu ya huu moto. Mchungaji hapo naweka sufuria. Na hizi hapa ni baadhi ya sufuria, alafu hapa ni moto. Moto aina ya moto ambao unasaidia kupashia vyakula, maji. Kama hapo tunaweka maji, mfano wa maji, lakini moto huu una mfumo unamhusu mwindaji. Nyumbani tunatumia, hata mapolini tunatumia, hata sehemu yote ya kame. Kwa mfano kama hapa tunaweza kutumia huu moto, lakini huu moto umetengenezwa kama mfano wa winchi. Ni mfano wa winchi unaweza kuona hapo, lakini huu moto unaweza ukaota kama kikome. So yeye anasema kama kikome. Unawasha moto hapa, wewe mwenyewe unayehusika kupika pale unakupatia nini? Unakupatia joto. Ndio mwisho hapo. Labda mko na swali? Labda mimi hii zinakuwa ni ndefu zaidi au hizi hiyo miguu hiyo? Hizi miguu ni midogo. Inakuwa unaweza ukaweka kawaida kulingana na wewe ulivyoweka na nili zako na sufuria yako hapo, ili uweze kuweka kuni vizuri na uweze kupika vizuri hapo kuchemsha maji. Samahani, miguu ni hiyo au ni hiyo? Miguu ni hapa. Asante sana Maza Pepo. Tunakuja kwenye moto wa mwisho ambao tutaambiwa maana yake na ni moto aina gani. Huu moto unaitwa tent fire. Ni mioto kama mioto iliyotangulia, inasaidia kupika chakula, lakini pia tunaweza kuizunguka kwa ajili ya kupata joto. Faida ya huu moto unatumika mahali ambapo hatuwezi kupata majiko ya kutumia. Ndio maana mmeona kama tumechimba ardhini, tumechimba chini kwa ajili ya kupikia. Huu moto unatumika mahali ambapo ni maporini, ambapo hatuwezi kupata majiko ya kupikia. Tunaweza kutoa pia hapa na tukaweka sufuria letu hapo juu, tukapika chakula na kikaiva. Lakini pia kama sufuria linaweza kuwa dogo ambalo ukiweka linaweza likashuka chini, tunaweka hivi kwa ajili ya kusaidia. Miti ya chini inakuwa mikavu, lakini ya juu inakuwa mibichi, kwa sababu tukiweka mikavu inaweza ikaungua kabla ya chakula kuiva. Kwa hiyo tunaweka miti chini. Lakini changamoto ya hili jiko la huu moto kipindi cha mvua ikinyesha, maji yanajaa, uwezekano wa kuwasha jiko na kupika ni mgumu. Lakini inatusaidia kipindi cha upepo tunaweza tukawasha moto na ukapika chakula kikaiva. Kinatumika hasa mazingira yale yenye upepo mkali. Tunapoweka jiko chini, kuni chini na sufuria tukaweka juu, chakula kinaiva kwa urahisi. Lakini ukiweka mazingira ambayo hayana upepo mkali, uwezekano wa kuivisha chakula moto unakuwa hauchangamki sana. Kwa hiyo hili ndio jiko letu ambalo kwa tunapenda tu sifa ya huu moto. Alafu na ataelezea sifa ya moto ule, utaona tofauti kati ya kule na huku. Huu moto hapa huu hapa na huu na tofauti, sababu huu uko juu, huu uko chini. Kwa hiyo tunapowasha moto chini, kama nilivyotangulia kueleza, sufuria likikaa hapa juu, chakula kinaiva vizuri kwa taratibu, kwa sababu moto unakuwa unapanda taratibu na unaivisha chakula taratibu yani hauunguzi chakula. Kwa hiyo sijajua kule, kwa sababu kule unaona kabisa jiko lina kuni nyingi, lakini huu unakuwa na kuni tu za wastani ambao unaweza ukaivisha chakula. Ukasema kwamba hii
Hii hapa inaweza ikafanya kazi nyingi kuliko hiyo. Kama tuseme mko kambi na watu wengi wataitumia hii hapa kuliko hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Washiriki barikiweni sana. Hii ndio mioto ambayo huwa tunafundisha vijana. Mmeona mioto ambayo inatakiwa kupikiwa chini na mioto inayotakiwa kupikiwa juu. Unaona? Hapo unaweza ukachemsha maji na ukaoga kwa mfano kama moto. Ule ulitotoa ukasema kwamba kesi mvua inanyesha, namna ya kuweza kuwasha moto mvua ikiwa inanyesha. Hapa hatujaiona namna ya kuwasha moto mvua ikiwa sio kwenye mafuriko. Kwenye mafuriko. Ukiangalia hapa ni moto gani ambao unaweza kutumika? Hapo ukiangalia ni moto gani unaweza kutumika? Kama ni ule tunasema ni wa baraza tu la wazee wanajadili, sasa sio kupika. Au labda mnazungumza mafuriko gani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Labda ni kwa kufanana mawazo mtanilie tunafanya tena. Lakini kama kuna mafuriko, waga tuna tekniki, tunawasha moto juu ya mwamba, tunapika juu ya mwamba, chakula chako kinaiva vizuri, maisha Na nitaka nifafanue huko kwenye mwamba huko hauna cha kupikia. Huko porini utafanyaje? Majani ya migomba tunatumia kama sufuria. Acha kushika. Tunatengeneza migomba vizuri, naweka kwenye majani ya migomba, nafunga vizuri, tunaweka kwenye moto, chakula kinaiva pale, unatoa unakula. Alafu swali la kwanza ambalo nilikuuliza kwamba huko kwenye mvua inanyesha kabisa, ni lazima uwashe moto kutengeneza chakula chako, utafanyaje? Wala tekniki tunayotumia ule mshumaa, kufundisha watoto ule mshumaa uwe nayo kama akiba, hata ukiwa unaenda kwa mshumaa hauzimiki kwa namna yoyote, unataka mvua na unaweka tukuni zako, unawasha mshumaa wako tawako, na utapika chakula chako. Sasa asante. Barikiwa sana. Niongeza ambayo napenda kushauri sana. Mfumo wenu mmefanya vizuri kwa ubunifu. Ili kuongeza umaridadi, wote walioandaa hizo wanatakiwa watambue hilo jina la hicho kitu. Unapoita fikiria kwamba hawa ni wageni umewaleta, sio tena unafika na wewe sasa wewe unaanza kusema unakagua hivi alafu unaanza kusema. Sasa hilo ni tatizo. Umenielewa? Kwa hiyo wewe uliyeandaa unatakiwa ushikilie hicho kitu kufanya. Kama unaona kwamba itakupa changamoto, unakuwa na kinoti kifupi hapo kinaelezea. Bora ukitaka kuongea unafanya hivi, unazungumza, unaendelea nao. Alafu tumieni sauti ujiani.